Familia tofauti zalilia wapendwa wao, baadhi ya miili ya wanajeshi waliouawa Somalia ikiwasili nchini. Rais Kenyatta asisitiza Kenya itazidi kuwaandama magaidi Somalia. Ni jioni ya Jumanne ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Januari mwaka huu wa 2016. Popote ulipo natumai umekuwa na mchana wa kufana, ikiwa nakukaribisha kwa toleo letu la jioni kutoka hapa QTV, lakini kwanza tupate kipaumbele. Seneta Wetangula atasalia kuwa mpiga kura, IEBC ikisema hamna sababu kamili ya kumwondoa. Chama cha ODM chamuidhinisha Willy Mtengo kuwa mgombeaji wake Malindi. Uharibifu washuhudiwa sehemu tofauti nchini, mvua ya El Nino ikiendelea. Na mzozo wa ardhi Kilifi wachukua mkondo mpya, mbunge na mkuu wa wilaya wakizozana. Mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Familia zaidi zinaendelea kujitokeza katika kutaka kujua hatima ya wapendwa wao waliokuwa katika kambi ya kijeshi ya El Ade huko Somalia. Na kama anavyoarifu Lois Wangui, baadhi ya familia zenye wanajeshi kutoka kaunti ya Uasin Gishu zilifika katika chuo cha mafunzo ya jeshi cha Eldoret kutafuta majibu ya maswali yao. Hii ni familia ya Martin Kwemoi, mwanajeshi aliyeondoka nchini mwanzoni mwa mwezi huu kwenda Somalia. Wanaondoka Moi Barracks walikofika kujua hatma ya mpendwa wao. Na mara ya kwanza tulipokuja tulisaidika, lakini hatukuambiwa kwamba kuna habari yoyote. Leo tumekuja, tumepokelewa vizuri. Familia hii kutoka Mlima Elgon inatuarifu kuwa walipewa orodha ya manusura iliyokuwa na majina 33, lakini hawakulipata jina la shujaa Martin Kwemoi. Tulikuwa tunapitia list, kila mtu akitaka kujua mtu wake yuko wapi, lakini sisi mpaka sasa hatujajua ndugu wetu yuko wapi. Martin Kwemoi ni kitinda mimba wa familia hii. Anaishi na mama, alikuwa anaishi na mama, na hata mama mpaka sasa hajawahi kula. Mpaka leo tunaposema hivi anasumbuka sana. Katika eneo la Kapseret, kimya kimetanda nyumbani kwa Lona Kosgei. Mama huyu amejawa na hofu, kwani mumewe alikuwa katika kambi ya El Ade iliyoshambuliwa na Al-Shabaab. Na hatujui maisha hapo ya mbele sasa itakuwaje. Ukijiuliza unaweza sikia report gani, yani hauko comfortable, hata ukitaka kukula uwezi kula. Kina mama hawa ni marafiki wake wa karibu na wamefika hapa kumpa moyo anaposubiri kujua hatma ya mumewe. Anatueleza hana amani nyumbani. Hai, tuko na uoga mingi sababu hata watoto saa zingine wakiona television wanakuuliza maswali, na ila hali sasa itabidi uwadanganye kidogo. Lona Kosgei anasema hata baada ya kwenda Moi Barracks kutafuta majibu, bado hajajua kilichomfika mumewe shujaa Abraham Kosgei. Line yao wenye waliweka kwa television tupige, bado report niyo watakupigia tu simu akipata report. Hata hivyo hajakufa moyo, na kila simu anayopigiwa anatarajia ni habari njema. Familia hizi mbili zimetueleza hazitachoka kwenda katika kambi ya Moi Barracks mpaka majibu yapatikane. Miili minne ya wanajeshi wa KDF waliouawa katika shambulio la Al-Shabaab katika kambi ya El Ade nchini Somalia iliwasilishwa jijini Nairobi Jumatatu usiku. Na kama anavyotuarifu Chris Oyer, waziri wa ulinzi Rachel Omamo anashikilia kuwa ripoti kamili kuhusu shambulio hilo itatolewa baada ya uchunguzi kukamilika. Waliondoka nchini kwa matumaini ya kung'oa mizizi ya magaidi wa Al-Shabaab. Lakini Jumatatu usiku walirejea nchini kama mashujaa. Mashujaa ambao waliyatoa maisha katika jitihada za kufikia lengo la kuangamiza Al-Shabaab.
Miili minne ya maafisa wa KDF iliwasili katika uwanja wa ndege wa Wilson dakika 10 kabla ya saa 4 usiku na kupokelewa kama mashujaa na wenzao, wakiwepo mkuu wa majeshi ya ulinzi Liuteni Samson Mwathethe na waziri wa ulinzi Rachel Omamo. Fill them with the shining light of Jesus. Wanne hao wakafanyiwa sala na wanajeshi wenzao, Liuteni Padre George Maingi, Meja Mhubiri Habil Nahumwa na Meja Imamu Abdinur. Search, rescue and recovery operations are ongoing, and consequently we expect to receive more of our soldiers in the coming days, and we will keep you abreast of these developments as the operations continue. We continue to urge for patience in this matter. It is a complicated matter that we want to handle meticulously. We want to handle carefully for the benefit of the families of our soldiers. So we ask that you bear with us and that in the coming days we will keep you abreast of the events. Hata walivyosindikizwa kuondoka uwanjani humo kuliashiria ushujaa wao. Na wanapotayarishwa kupumzika milele, vita dhidi ya magaidi wa Al-Shabaab vitaendelea. Chris Oyer, QTV. Wanajeshi wa KDF wanaendelea na operesheni ya kuwasaka wahalifu wa Al-Shabaab waliotekeleza shambulio katika kambi ya wanajeshi ya El Ade Ijumaa iliyopita. Rais Uhuru Kenyatta amesema Kenya itaendelea kushirikiana na mataifa mengine ya kigeni kulikabili kundi hilo la kigaidi, huku akiwashauri wa Kenya kutokubali kugawanywa kwa misingi ya siasa, dini au kabila. Rais amesema hayo katika hotuba kwa taifa kutoka ikulu ya Mombasa. We remain unbowed and determined to protect our way of life and committed to pursue our goal of a united, integrated and prosperous nation, region and continent. Neither shall we be shaken or deterred by the actions of these criminals. Kenya will move forward. To those misguided elements who think that their cowardly actions have shaken us, let me tell them today that their actions have only made us stronger and emboldened us in our determination to defeat them. Na sasa tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba kwa upande mwingine mwanamume mmoja mwenye umri wa makamo Jumanne hii amefikishwa mbele ya mahakama ya Kiambu na kushtakiwa kwa kosa la kusambaza picha za kuogofya kwa umma. Eddie Ruben Ila alikanusha shtaka la kusambaza picha inayodaiwa kuwa wanajeshi wa Kenya waliuawa kwenye shambulio la kigaidi nchini Somalia Ijumaa iliyopita. Inasemekana kuwa mnamo Januari 16 mwaka huu mtu huyo alisambaza picha hizo kupitia mtandao wa kijamii wa WhatsApp. Picha zilizosambazwa zinadaiwa kuwa za wanajeshi waliovamiwa katika kambi ya kijeshi ya KDF ya El Ade huko Somalia, ambapo hadi sasa idadi kamili ya waliofariki haijatolewa rasmi. Kulingana na kiongozi wa mashtaka, hatua ya kusambaza picha hizo ilizua taharuki miongoni mwa umma, huku familia za wanajeshi waliouawa nchini Somalia wakiathirika kimawazo. Ruben amekabiliwa na shtaka la kutumia vibaya mitambo ya mawasiliano kinyume na sheria ya 29 ya Kenya. Hakimu mkuu wa Kiambu Justice Kituku alimwachilia mshukiwa kwa faini ya shilingi 50,000 pesa taslimu au bondi ya shilingi 100,000, huku kesi ikitajwa Februari 9 huku na kusubiriwa kusikizwa rasmi Aprili 19 mwaka huu. Somali, where allegedly some Kenyan soldiers were killed and the rescue. Taarifa hizo sasa tuangazie taarifa nyingine ni kwamba seneta wa Bungoma Moses Wetangula atasalia mpiga kura baada ya tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC kusema kuwa hakukuwa na sababu thabiti za kuchukua hatua dhidi yake. Katika kikao cha kusikiza kesi ya iwapo Wetangula angeadhibiwa kwa kuondolewa kwenye sajili ya wapiga kura, kamati hiyo ya IEBC ilishikilia kauli kuwa mahakama haikumpata Wetangula na hatia ya kuwahonga wapiga kura.
Seneta huyo alikuwa anaandamwa na tuhuma za kutoa mlungula kwa wapiga kura na baadhi ya maaskofu wa kanisa katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2013. Kennedy Mureithi alihudhuria kikao cha leo na ametuandalia taarifa ifuatayo. We find and hold that there is no lawful justification to delete the name of Senator Moses Wetangula from the register of voters. Ni uamuzi uliokuwa unatarajiwa na wafuasi wa seneta wa Bungoma Moses Wetangula. Imekuwa ni safari ndefu kwao, kando na kuwakosesha usingizi. Swala hili lilitishia kuwanyang'anya kiongozi wao ambaye ni mmoja wa vigogo katika muungano wa upinzani wa CORD. Where I come from in the Luhya Nation, we have a saying that lightning does not strike the same tree twice. And you have determined in very clear terms that the lightning that has been subjected to Weta has been unable to strike him twice. Kukamilika kwa kesi hii sasa kunatoa fursa murwa kwa Wetangula kuangazia masuala ya kisiasa, kwani kesi hii imemwandama tangu baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2013. Ilidaiwa kuwa Wetangula alitoa hongo kwa wapiga kura ili kuwashawishi kutowapigia wapinzani wake kura. Aidha, alidaiwa kutoa shilingi 260,000 kwa maaskofu waliokutana nao kabla ya uchaguzi. Kila siku, kila weekend, munaona rais na mdogo wake wanatoa kwa kanisa milioni 5, milioni 2, milioni 1, ati Weta alitoa 260,000 na sikutoa, ni uongo mtupu. Kikao cha leo kilichohudhuriwa na vinara wenza wa CORD Raila Odinga na Kalonzo Musyoka pamoja na magavana na wabunge wa muungano huo kilitazamiwa kutoa mwafaka wa masuala mengi ambayo yangeuongoza muungano huo kisiasa kuanzia sasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2017. 2013 watu wa Jubilee walifikiria ya kwamba Weta ataenda njia yake, Kalonzo ataenda njia yake, Raha ataenda njia yake. Tumewaambia ng'oo. Makamishna watatu wa IEBC waliokuwa wanaisikiza kesi ya Wetangula walisema kuwa kilichomuokoa ni mkinzano wa sheria ambazo walipendekeza kubadilishwa. Katika uamuzi wa mahakama, licha ya kubainika kuwa hongo ilitolewa, Wetangula hakupatikana na kosa lolote na hakuchukuliwa hatua yoyote. Mahakama iliyoketi Bungoma baada ya uchaguzi wa mwaka 2013 haikutoa kauli ya kutohusika kwake katika chaguzi zijazo, ndipo akakigombea kiti hicho cha Bungoma katika uchaguzi mdogo na kukishinda tena. Tulijua ndugu yetu Weta hana hatia. Maana yake ukiongea juu ya mambo ya rushwa, wenye rushwa wanajulikana ni nani. Kulingana na Seneta Moses Wetangula, kesi hii kwa muda imemkosesha usingizi. Kuanzia sasa anatumai kuwa atalala usingizi wa pono. Kennedy Mureithi, QTV. Na huku hayo yakijiri, wafuasi wa Wetangula walisherehekea uamuzi wa mahakama uliotolewa hii leo katika mahakama ya Milimani. Wengi walifurika nje ya majengo ya mahakama hiyo wakisubiri kujua uamuzi wa mahakama, huku wafuasi wake katika kaunti ya Bungoma wakiimba na kucheza barabarani baada ya uamuzi huo uliomuondolea Wetangula makosa. Mwanahabari wetu Eunice Omolo anatuarifu zaidi. Mbunge zilizoshuhudiwa pindi wafuasi wa Moses Wetangula walipopokea habari kuhusu uamuzi wa mahakama ya Milimani kupitia mitandao ya kijamii hata kabla uamuzi wenyewe kutolewa. Na hali ikaendelea hivyo hadi ilipokuwa rasmi ya kuwa mashtaka yaliyokuwa yanamwandama kiongozi wao yamefutiliwa mbali. Tumekuwa tukiomba kwa ajili ya seneta wetu Moses Masika Wetangula kwa haya yote ambayo yamemgumba tangu tumumpe kura 2013. Yamemfuata, tumempa kura mara pili. Yakiendelea kumfuata kotini, nje na koti, hajakuwa na nafasi ya kufanya kazi. Leo vile hawajatoa Weta kwa IEBC, tunasema 2017 Weta ni president wetu. Na hali haikuwa tofauti katika kaunti ya Bungoma, nyumbani kwa seneta Wetangula. Tumefurahi manake vile wamerudi hivyo, tumefurahi manake sasa tumekuwa na amani.
sababu tulikuwa na wasiwasi sababu hiyo maneno. Tumeshukuru. Na sisi ningependa kusema hivi, kila jamii iko na kiongozi wake. Raila Amolo Odinga anaongoza watu kutoka Nyanza. William Samoei Ruto anaongoza watu kutoka Bonde la Ufa. Uhuru Muigai Kenyatta anaongoza watu kutoka Central. Stephen Kalonzo Musyoka anaongoza watu kutoka Ukambani. Moses Masika Wetangula ni kiongozi wa watu kutoka mkoa Magharibi. Hali ya usalama iliimarishwa nje ya majengo ya mahakama ya Milimani. Ukaguzi uliendeshwa na maafisa wa usalama nje ya mahakama kama njia ya kudhibiti hali. Mmoja baada ya mwingine, kila mmoja alitakiwa kuelezea sababu zake za kutaka kuingia ndani kabla ya kuruhusiwa. Wafuasi walikuwa na njia zao za kuonyesha furaha yao na waliandaa jukwaa la kuwalaki viongozi wa kisiasa wa mrengo wa CORD waliofika kumuunga mkono Seneta Wetangula. Na wakati mmoja vurugu zikashuhudiwa na maafisa wa kikubwa kuwaondoa wananchi kutoka kwenye magari ya waheshimiwa wao. Kila mwanasiasa wa CORD alizungumza alivunia ushindi huo, na pia hii ikawa jukwaa ya kunadi sera zao za kisiasa. Leo hii ni mwanzo na tunaelekea kama wana CORD tukishikana pamoja na ndugu wetu wote tutafika kule inshallah. Na sisi tunakuwa ya kwamba kufika mwaka ujao sio tutashinda na milioni 1, tutashinda na kwa milioni 5. Wamejaribu kila njia, wanaandika hata mapropaganda kwa mitaa kusema hiki na kile, lakini wote wameshindwa. Walikuwa kidani 2017 haitafika. Sasa 2017 ni mwaka kesho. Sasa kila mmoja wetu atafute kipande yake, atafute kadi yake ya kura. 2017 tuonane na Uhuru wa Kenyatta na William Ruto na vibaraka wao Mundu Mundu. Wafuasi hao walitajwa mbaya ni mbaya wao, walisimama naye kwa hali na mali. Japo machoni pao hadi tamati alisalia mweupe kama theluji. Mbali na mawingu ya mvua ambayo yalikuwa yametanda hapa jijini Nairobi, mengine ambayo yalikuwa yametandaza yale ya furaha na afueni, hasa miongoni mwa wafuasi wa Moses Wetangula. Sasa wanaweza shusha pumzi, kwani wanaweza mpiga kura katika uchaguzi wa mwaka ujao. Eunice Omolo, QTV, Nairobi. Naam, mtazamaji, baada ya taarifa hizo ndiposa kwenye kitengo cha swali letu la leo tunakuuliza, unachukulia vipi uamuzi wa tume ya IEBC kumwondolea hatia seneta wa Bungoma Moses Wetangula? Unachukulia vipi uamuzi wa tume ya IEBC kumwondolea hatia seneta wa Bungoma Moses Wetangula? Unawasiliana nasi kupitia QTV Kenya, mitandao ya kijamii ya Twitter na Facebook @wariahe, au tutumie SMS kupitia nambari 20505 na tutakuwa tukiangazia baadhi ya maoni yako. Kwenye taarifa nyingine sasa ni kwamba chama cha ODM kimemteua Willy Baraka Mtengo kuwa mgombeaji wa kiti cha ubunge cha Malindi kwenye uchaguzi mdogo utakaofanyika mnamo Machi 7. Akizungumza kwenye hafla ya kumpongeza Mtengo katika makao makuu ya chama cha ODM hapa Nairobi, mwenyekiti wa bodi ya uchaguzi ya chama hicho Jody Pareno alisema uteuzi wa mgombeaji wa chama uliofanyika Januari 16 ulikuwa wa haki na wa demokrasia. Shadrack Miti anatupasha zaidi. Jumatatu wakazi wa eneo bunge la Malindi walitoa makataa ya saa 24 kwa uongozi wa chama cha ODM kumuidhinisha Willy Baraka Mtengo kwa mwaniaji wa kiti hicho kwenye uchaguzi mdogo wa Machi 7, la sivyo wakigure chama. Bila Willy hatuna kura zingine. Na Jumanne, hata kabla ya makataa hayo kukamilika, naibu wa kinara wa chama cha ODM Hassan Joho, gavana wa Kilifi Amason Kingi na mwenyekiti wa bodi ya uchaguzi ya chama cha ODM Jody Pareno waliongoza hafla ya kumtangaza Mtengo kwa mwaniaji wa kiti cha Malindi katika makao makuu ya chama hicho hapa Nairobi. Today we unveil the candidate for the by-election, and this is none other than Mr. Willy Baraka Mtengo, who is here with us.
As the board, we have played our part. We have delivered the candidates. Out of 10, we were able to get the best of them. Now we hand over to the party and their coalition for the real battle. Na ili kudhihirisha mshikamano chamani, mgombeaji aliyeibuka wa pili kwenye mchujo huo uliofanyika Januari 16, Sanga Barawa, alikwepa kutangaza kumuunga mkono Mtengo. Sote tuko na nguvu, lakini William Baraka Mtengo alikuwa na nguvu zaidi, kwa sababu hata kura moja ukishindwa nayo, hiyo ni kumaanisha mwenzako kana wafuasi kukushinda wewe. Naye Mtengo akitoa ahadi kwa wakazi. Tumeomba wafuasi wetu tuungane kitu kimoja kuanzia leo. Sisi wawili na hata wale wengine ambao hawako hapa wanakuja, nguvu zote zile basi ziende zikaelekezwe kwenye msururu mmoja kuhakikisha kwamba itakapofika tarehe 7 mwezi wa 3 kiti hichi cha Malindi kimerudi kwa chungwa. Kuwepo kwa magavana Kingi na Joho kwenye hafla hii kulitoa taswira kamili ya namna kiti cha Malindi kilivyo muhimu kwa chama cha ODM, kwani aliyekuwa mbunge Dan Kazungu kabla ya kuteuliwa kwa waziri wa uchimbaji madini alikuwa mwanachama wa ODM. Mgombea aliyochaguliwa hapa kupitia kura zilizopigwa Malindi ndiye atakuwa mgombea rasmi wa muungano wa CORD na kupitia tikiti ya ODM. Haya yamefanywa kwa mashauriano na mawiano baina our party leader and that of the Wiper Party and the Ford Kenya. Tunasema hapa bila wasiwasi. Uhuru akae Malindi hata mwaka moja. Tena siku moja peke yake. Uchaguzi mdogo wa Malindi utatoa fursa nyingine kwa muungano wa CORD kudhihirisha umaarufu wake katika eneo la Pwani, wakati ambapo muungano tawala wa Jubilee unajizatiti kupata uungwaji mkono. Sasa hivi ni mwezi mmoja tangu Rais Uhuru Kenyatta aanze ziara yake eneo zima la Pwani katika kile kinachoaminika kuwa harakati za kuzinadi sera za Jubilee. Shadrack Miti, QTV. Naam, baada ya taarifa hiyo yake Shadrack Miti tunakwenda mapumzikoni, lakini kumbuka tunakuuliza swali, unachukulia vipi uamuzi wa tume ya IEBC kumwondolea hatia seneta wa Bungoma Moses Wetangula? Walter Magamu anasema haki imetendeka, na Baktasha Buda Kasha anasema IEBC imemfanyia haki Wetangula. Wasiliana nasi, tunarejea katika mdoso kwa mrefu. Naam, karibu tena mtazamaji kwa sehemu ya pili ya toleo letu la jioni, na kuhusiana na swali ambalo tunakuuliza, unachukulia vipi uamuzi wa tume ya IEBC kumwondolea hatia seneta wa Bungoma Moses Wetangula? Elio Mundus akiwa Kikuyu anasema anapongeza uamuzi huo, Weta jina lake kuwa ndani ya sajili. Ulemi Derek anasema tumefurahia kama wa Kenya hakuwa na hatia. Katebe Saddam Kibet anasema IEBC imefanya haki kwa vile hakuna mgombea anayeweza kusimama na kudai hajawahi kununua chai. Naye Mele Julius anasema ukweli wote ajuaye ni Mungu, maana mwanadamu ni yule yule. Endelea kuwasiliana nasi. Mvua iliyoanza kunyesha katika sehemu tofauti nchini juma lililopita imeendelea kusababisha uharibifu katika maeneo kadhaa. Mvua hiyo ya El Nino imeharibu barabara na kusababisha ajali katika kaunti ya Nyeri na eneo la Ruai hapa jijini Nairobi, huku shughuli za uchukuzi na masomo kwa wanafunzi zikitatizika. Chris Oyera anatupasha zaidi. Hii ndio hali ya mwezi wa Januari ambao kwa kawaida ni wa ukame. Lakini kutokana na mvua ya El Nino iliyoanza kunyesha kote nchini juma lililopita, hali ni mbaya. Magari kadhaa yalisombwa na maji ya mvua katika kaunti ya Nyeri na kuweka maisha ya wasafiri hatarini. Kondakta sijui alirukia wapi akashika gari akapotea. Driver naye akaingia baka hapo ndani. Alienda kutolewa pande usiku. Pande na maji. Akashika mti. Uharibifu wa vyakula vilivyokuwa vikisafirishwa kutoka Nyeri kuelekea Nyandarua pia ulishuhudiwa. Vile maji iliingia mingi na ikaanza kufurika kwa barabara tena kwa wingi. Miti ilikuwa inatembea. Sasa wakati tulikuwa karibu hapa mnaona gari imesobwa na maji, ndio tukasikia kama tunaelekezwa upande wa Tanboy. Na mvua hakuna mtu anaweza sema mvua isimame juu ni Mungu tu ananyeshanga. So pengine serikali igilie kati ijue venye itatengeneza hapa
na ndio hii maji ijue venye itatirishwa iende pande moja iende kwa mtoni iache kukuja kwa barabara. Mafuriko haya yaliathiri shughuli za masomo katika shule ya msingi ya Furaha DEB Solio, kwani wengi wa wanafunzi na walimu hawakuweza kufika shuleni. Wale wengine hawakukuja, lakini sisi na deputy tulisaidiwa na wazazi tukafuka. Shida ni ya kufuka kutoka ng'ambo ile kwenda na Rumoro kurudi kukuja pande. Na hiyo shida ndio tuko nayo, hata watu wa usiku hawaendi. Katika eneo la Ruai jijini Nairobi, mafuriko yaliharibu sehemu ya barabara ya Kangundo na kutatiza shughuli za uchukuzi kati ya maeneo ya Utawala, Ruai na Kayole. Mwishoni mwa mwaka uliopita, idara ya utabiri wa hali ya hewa ilikuwa imetangaza kuwa mvua ya El Nino itaendelea kunyesha katika sehemu tofauti nchini mwezi huu wa Januari na mwanzo wa mwezi wa pili, na kuwataka viongozi husika kuchukua tahadhari ya kuepuka maafa na uharibifu. Chris Oyer, QTV. Wakazi wa Tiekunu, Limuru, kaunti ya Kiambu wamefanya maandamano kulalamikia hali mbaya ya barabara. Wakazi hao waliokuwa wakisafirisha maiti ya mmoja wao kuelekea Tharuni kwa mazishi walilazimika kutoa maiti hiyo kwenye gari ili walisukume gari hilo lilokuwa limekwama kwenye matope. Diana Rose ana maelezo zaidi. Iliyokuwa safari ya mwisho ya Hana Njeri iligeuka kuwa maandamano ya wakazi wa Tharuni wakilalamikia hali mbaya ya barabara. Gari lilokuwa likisafirisha mwili wa marehemu lilikwama katika eneo hili. Iliwabidi waombolezaji kuushusha mwili huo na kulisukuma gari lenyewe. Gari tulianza kusukuma tangu saa 4 asubuhi, tumekuwa kwa hii barabara. Tunasukuma gari, tunatoa mwili. Sasa hata tumeshughulika, masisi tusijui itakuwa saa ngapi kwa sababu hata gari imeharibika, imebodeka kila mahali. Unaona mafuta imekunywa mafuta mingi na sasa hatujui tutaendelea namna gani. Barabara ya Tiekunu hadi Tharuni inaweza kufananishwa na shamba la mpunga, hasa wakati wa mvua. Barabara hiyo ni mbovu na kwa muda mrefu imekuwa tatizo kubwa kwa wakazi. Kuchukua jeneza kutoka Tiekunu hadi pale tunaweka kuweka mwili ni shida iliyo haina kubwa sana. Tiekunu mpaka kwa boma tunatumia kama masaa 5. Hata inabidi tutoe mwili tubebe na mkono juu, hatuna otherwise. Sisi tunawapa Bwana Mungu atushughulikie hii barabara yetu. Kwa mujibu wa wakazi, wanalalamika kuwa barabara hii imeathiri shughuli za uchukuzi kwa muda mrefu sasa. Diana Rose, QTV. Maafisa wa usalama wamenasa shehena ya silaha hatari zikiwemo bunduki, risasi na guruneti katika kaunti ya Wajir. Maafisa hao wanaendelea kuwasaka wanamgambo wa Al-Shabaab wanaoaminika kuficha silaha hizo, akiwemo Muhammad Kuno Yusuf anayeaminika kupanga na kutekeleza shambulio la kigaidi katika chuo kikuu cha Garissa. Silaha hizi zilipatikana katika jengo la kibiashara jijini Wajir, kaunti ya Wajir, zinazoaminika kumilikiwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Inaaminiwa kuwa jengo hilo la biashara linatumika na Al-Shabaab kama baadhi ya makao yao. Security officers established that weapons were hidden for use by the Al-Shabaab militia led by Muhammad Kuno Yusuf alias Abu Ali. Baadhi ya silaha zilizonaswa ni pamoja na bunduki aina ya AK-47, risasi na vilipukaji. At the same time, we also discovered 2 pistols. These are American Colt. Serikali imekuwa ikimsaka Mohamed Kuno anayeaminika kupanga na kutekeleza shambulio la kigaidi chuoni Garissa mnamo mwezi Aprili mwaka jana. Na umma umekuwa ukitoa taarifa muhimu kuhusu njama za Al-Shabaab. Members of the public in Wajir County have shared with us very valuable information that has led to the recovery of these weapons that you can see here. Hata hivyo, serikali imetoa wito kwa Wakenya waliojiunga na kundi hilo kujisalimisha kwa serikali, kwani serikali inatoa msamaha kwao. Doreen Katwai, QTV.
Mzozo wa ardhi katika kaunti ya Kilifi unaendelea kutokota baada ya mbunge wa Kilifi Kusini Mustafa Eid na kamishna wa kaunti hiyo Alexander Mativo kutofautiana vikali kufuatia agizo la kubomoa zaidi ya nyumba 300 zilizojengwa katika shamba la kibinafsi eneo la Kikambala. Viongozi hao walizuru shamba hilo la ekari 21 ambapo maskwota walivamia na kujenga kwenye shamba hilo la kibinafsi linalodaiwa kumilikiwa na Mohamed Khator. Huku kamishna huyo akisisitiza kuwa ni sharti majengo kwenye shamba hilo yabomolewe kwa kuwa yalijengwa kwenye shamba la kibinafsi, mbunge huyo anasisitiza hayafai kubomolewa. Hata hivyo, afisa anayehusika na utetezi wa haki za mashamba Simon Kazungu amemlaumu Eid kwa kuleta siasa kwenye swala la shamba. Haya yanajiri siku moja tu baada ya mwenyekiti wa tume ya ardhi Mohamed Swazuri kuzuru shamba hilo. Na sababu ya kwamba vipi aliingia hapa, kama aliuziwa ama aliingia namna gani, hati ile nyumba ivunjwe. Hiyo hatuwezi kukubali. Na nafikiria hilo tumeelewana. Sawa sawa? Na wakija na mambo mengine mtasimama imara na mimi niko nyuma yenu. Lakini uvamizi hautakubaliwa. Na ni Kilifi yote, si nyinyi peke yenu. Tukitoka hapa bado unateremka mashamba mengine yako hapa. Hama mnataka kuniambia mko na uwezo mwingi, pesa yenu ni mingi mpaka iko excess, mnataka tu tuvutane makotini na kupelekana mabonde na vitu kama hizo. Nyinyi wananchi wa Kanama hiyo ndio mnataka? Wakazi wa kijiji cha Imbirikani, kaunti ya Kajiado, wamelalamikia hasara wanayopata kutokana na mzozo kati ya wakazi na wanyamapori katika eneo hilo. Wakazi wanadai kuwa wanyama hao huvamia na kuwaua mifugo wao. Ilimbidi mbunge wa Kajiado Kusini Kato Lemetito kuongoza mkutano wa amani kati ya wakazi hao na wasimamizi wa shirika la wanyamapori nchini KWS na maafisa wa utawala ili kutuliza hamaki ya wakazi hao. Mizoga hii ya mbuzi na ng'ombe ndiyo sababu ya hamaki ya wakazi wa eneo la Imbirikani, kaunti ya Kajiado. Kwa mujibu wa wakazi hawa, wengi wao wakiwa wanachama wa Imbirikani Group Ranch, wanyamapori kutoka mbuga ya wanyama ya Amboseli wamekuwa wakiwaua na kuwala mifugo wao mara kwa mara. Sisi ndio kwanza zaidi tunatunza wanyama. Maana wale wanyama wako kwa National Park ni wachache kulingana, huwezi linganisha na wale ambao wako kwa Group Ranch yetu. Na tulitenga Amboseli National Park iwe mahali ya wanyama. Lakini sisi kwa maelewano tumekubaliana kuangalia hawa wanyama hata wakiharibu mashamba yetu. Ndiposa juma lililopita waliungana na kumuua simba mmoja anayedaiwa kumuua na kumula mbuzi wa mmoja wao. Kijana mmoja alijeruhiwa mguuni na simba huyo. Kutokana na mzozo kati ya wakazi hawa na wanyamapori, mbunge wa eneo hili la Kajiado Kusini Kato Lemetito aliandaa kikao kati ya wakazi hawa na wasimamizi wa shirika la wanyamapori nchini KWS pamoja na viongozi wengine ili kutafuta suluhu. Mara wanakuja juu, mara wanaenda chini, mara wanapiga kona, lakini all in all lazima tuhandle kwa sababu ilitokea siku ingine na bado itatokea. Hiyo ni kawaida ya maisha. So mimi nataka tu kusema we are ready as stakeholders, we sit down, tuhakikishe we sort out this thing for the benefit of all of us. KWS lazima ifanye jambo kurudishia watu ile ada imetengwa kwa sababu ya kulipa wanyama. Na kwa sababu ya hiyo tunataka irekodiwe na ichukuliwe kwamba wanyama wanakaa kwetu, lakini wanyama wanatuumiza, na wanyama lazima watu wakuwe compensated kwa ng'ombe zao wamepoteza. Kwa sababu tu ndio hivyo tunaweza kubali kukaa na wanyama. Mojawapo wa malalamiko yao ni ada ndogo wanayolipwa na KWS kama fidia. Kwa mujibu wa wakazi hawa, hali imekuwa mbaya kiasi kuwa zaidi ya mifugo 50 waliuawa mwishoni mwa mwaka uliopita pekee. Alex Kiarie, QTV. Maafisa wa polisi katika eneo la Chesilan huko Transmara wamewatia mbaroni wanawake 4 baada ya kukeketwa. Wanawake hao ambao wameolewa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Emurua Dikir na watoto wao baada ya mwanamke mmoja ambaye aliwafanyia tohara kukwepa mtego wa polisi. Hata hivyo, msako mkali wa kumnasa pamoja na mangariba wengine umeanzishwa. Wanne hao walikamatwa na maafisa wa polisi wakiuguza majeraha ya kupashwa tohara katika nyumba ya ngariba aliyekwepa mtego wa polisi kwenye operesheni iliyoanzishwa na maafisa wa polisi eneo hilo ili kukabiliana na jinamizi la ukeketaji katika kaunti ya Narok. Wanawake hao ambao ni kati ya umri wa miaka 20 hadi 24
wamesema hawakujua walikuwa wanaenda kupashwa tohara, huku wakielezea masikitiko yao baada ya kufanyiwa tendo hilo. Joan To, mmoja wa wanawake hao, amesema alifuatwa na jirani ili ampeleke safari bila kufahamu kuwa alikuwa anaenda kupashwa tohara. Tukapita kwa sanitari akatupeleka kwake. Asubuhi Chifu akakuja mpaka huyo mama alikuwa anaondoka asubuhi, sisi tukapaki. Kwa mujibu wa naibu kamishna wa eneo la Transmara Mashariki Chaka Nyamawi, jamii ya Wamasai imebadilisha mbinu ya ukeketaji baada ya kugundua kuwa serikali imeanzisha kampeni kali dhidi ya mila hiyo potofu. Nawashukuru machifu na DPC na wale askari ambao wamemobilize tukafanya hiyo kazi mpaka tukafanikisha hiyo, na ninawaomba tuendelee kushirikiana kazi ya FGM, tuendeleze mpaka tuimalize. Kwa hivyo sisi hatutachoka, tutawasakanya mpaka tuone kwamba FGM tumeimaliza Transmara East. Haya yanajiri mwezi mmoja tu baada ya wanawake 18 kukamatwa na polisi kwa kujihusisha na ukeketaji. 4 kati yao walikuwa ni mangariba, huku 14 wakiwa waathiriwa. Winnie Atieno, QTV. Naam, karibu sasa mtazamaji, tuangazie taarifa za biashara. Richard Ethan Ndubai ameapishwa kuwa mkurugenzi mkuu mpya wa huduma ya vijana kwa taifa NYS. Ndubai ni mfanyakazi wa serikali wa muda mrefu aliyewahi kudumu pia kama katibu wa wizara na atachukua nafasi ya Nelson Githinji aliyeondolewa kutokana na madai ya ufisadi. Rais Kenyatta alishuhudia shughuli ya kuapishwa kwake. Rais aliamuru miradi ya NYS iliyokuwa imekwama kutokana na ukosefu wa fedha kurejelewa. Aidha, rais ametaka Ndubai kutekeleza wajibu wake kikamilifu, huku akimtaka kuwaondoa watu wanaohujumu maono ya shirika hilo. My administration has been very keen to see this service reintroduce the core values it had and to once again re-engage the young people in our country to ensure that they are part and parcel of nation building and that we enable them through the skills that we impart to be part of a prosperous, peaceful and stable Kenya. Meli iliyowabeba watalii imewasili katika bandari ya Mombasa ikiwa na watalii zaidi ya 100. Meli hiyo ni ya 8 kufika humu nchini katika kipindi cha miezi mitatu, jambo ambalo linazidi kuimarisha sekta ya utalii nchini. Serikali ina mipango kabambe ya kuimarisha sekta hiyo ya utalii, hasa kwa kuwavutia watalii wanaosafiri kwa meli. Watalii wanaendelea kuwasili nchini hata baada ya sherehe za Krismasi na mwaka mpya kukamilika. Meli ya MS Silver Claude ndio ya 8 kuwasili nchini katika kipindi cha miezi mitatu. 190 passengers are actually disembarking. We'll be doing excursions and eventually they catch their flights back home, and then they are also going to get fresh passengers arriving into Mombasa, and then we'll be boarding to continue with the cruise. Wadau katika sekta hii wanasema kuongezeka kwa watalii kutafaidi Kenya pakubwa. Of cruise liners are still not where they were many years ago, but we are working towards getting back to the time when Mombasa was receiving as many as 40 cruise liners in a year. But every cruise liner that comes here is a mark of confidence on Mombasa as a port of call. Serikali inasema kuwa imeweka mikakati kuhakikisha kuwa watalii waliowasili kwa meli hii ambayo imefika hapa bandarini kwa mara ya pili wanapata kufurahia wakati wao humu nchini. And they'll only come back, if they're happy and they're satisfied and they're impressed with the destination. So today is a little bit unique in the sense that almost 190 passengers are actually disembarking. Tumeona management imeona turudie mipango yetu ya awali ya kukarabati hili jengo lililo hapa mbele yetu, tulifanye kama terminal ya kisasa. Hapo awali tulikuwa tushafanya michoro na mipangilio ambapo kutakuwa na sehemu za sebule ambapo wanakuja wageni wanakaa, hizi processes za clearance zote zinafanywa pale. Sekta ya utalii inaanza kuimarika eneo la Pwani, hasa baada ya kudidimia kwa muda kwa sababu za kiusalama. Doreen Katwai, QTV.
Naam, baada ya taarifa hiyo kutoka kule Mombasa, sasa tuangazie soko la ubadilishanaji wa fedha na vile vile uuzaji wa soko la hisa. Ni hayo tu mtazamaji kutoka kitengo cha biashara. Katika muda usikuwa mrefu, Makuri atakuwa nawe akikuletea taarifa za spoti. Makinika tuende nyanjani. Niite Yoshua Makori, mwanaspoti. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji sabaki la upande Benjamin Ayimba amekitaja kikosi ambacho kitashiriki mikondo ya Wellington na Sydney ya msururu wa raga duniani. Ayimba ana imani kwamba mwaka huu Shujaa itaandikisha matokeo ya kuridhisha. Timu ya taifa ya raga wanaraga ya sabaki la upande iliyofunga mwaka 2015 kiubabe nchini Afrika Kusini ilipokusanya jumla ya alama 15 na kufikisha alama zote 20 na kupanda hadi nafasi ya 9 kwenye jedwali, na mwaka huu 2016 imekuwa kambeni na kocha mkuu Benjamin Ayimba ambaye ameyabeba matumaini ya Wakenya kiraga. Ametoa kauli yake muhimu. Hali imekuwaje kambini? Kambi tuliingia baada ya Christmas na kwa sasa tumekuwa na wiki kama 6 hivi na tumekuwa kizuri. Wachezaji wako sawa, hakuna majeraha yote. Ni kibarua kigumu kujaribu kuwateua wachezaji 12 kutoka kwa kikosi cha 22. Na mapema Jumanne asubuhi mwalimu huyu alikitaja kikosi chake cha wanaraga 12 ambacho kitashiriki mikondo ya Wellington na Sydney ya msururu wa raga duniani. Waliotajwa ni nahodha Andrew Amonde, naibu wake Colin Sinjera, Oscar Ouma, nyota mwenye uzoefu Humphrey Kayange, Nelson Oyo na Beko Adema. Wengine ni William Baka, Oscar Ayodi, Eden Agero, Bilo Dhambo, Bush Mwale na Limbukeni Donald Aluoch. Kikosi ambacho tumekitaja sasa ni kikosi nzuri zaidi kwenda Wellington. Nahodha Andrew Amonde amerejea kikosini baada ya kukosa mkondo wa Afrika Kusini kwa sababu ya masuala ya kifamilia. I'm very proud to be back and I'm very honored the team to be back in the squad. It's always a pleasure to play for the country and I'm very honored. Simba mwenyewe amerejea. Amepumzika sasa. Ni mchezaji ambaye ni wa kutegemewa na ni mtu ambaye analeta ujuzi wake kwenye mchezo na tunatarajia kwa matokeo yatakuwa mazuri. Katika mkondo wa Wellington ambao utafanyika Januari 30 na 31, Kenya imo kundini D pamoja na Australia, Ureno na Canada. Kuna wachezaji ambao kwa sasa wanataka kujionyesha, wanataka kujimudu tuone ni vipi, na tunatarajia kwa kwanza kwenye kikundi hicho tuwe wa kwanza na baadaye tujue kutoka kwa vipi. Shujaa itafunga safari kwenda Wellington Jumapili ijayo. Katika anga ya mataifa ni kwamba kipute cha kuonea kombe la CHAN makala ya 4 kimeingia siku yake ya 4 hii leo nchini Rwanda. Timu ya taifa ya Zambia imeshinda Zimbabwe bao 1-0 katika mechi ya kundi D. Goli la Chipolopolo lilifungwa na Isaac Chansa katika dakika ya 57. And the Chipolopolo have taken the lead. Zimbabwe one man down. Couldn't deal with it. Swansea City ilinyuka Watford bao 1-0 katika mechi ya kuwania ligi kuu nchini England iliyosakatwa jana usiku uwanjani Liberty. Wakati huo huo, kiungo matata wa Harambee Stars McDonald Mariga amejiunga na klabu ya US Latina ya Italia. Mengi ni katika mseto wa sport ugaibuni.
Tufungue mseto huu wa spoti katika anga ya mataifa kwa kuimulika soka na ni kwa Swansea City ilinyuka Watford bao 1-0 katika mechi ya ligi kuu ya England iliyosakatwa jana usiku uwanjani Liberty. Ashley Williams alifungia Swansea goli hili muhimu kunako dakika ya 27. That's a very fine header, and when a big moment was needed, the big man's come up with it, Ashley Williams. Sasa klabu hii chini ya kocha mpya Francesco Guidolin imepanda kutoka eneo la kushushwa daraja na inashikilia nafasi ya 17 kwa alama 22. Watford ni ya 12 kwenye jedwali kwa alama 29, huku Arsenal ikiwa kileleni kwa alama 44. Kwingineko, kiungo wa Harambee Stars ya Kenya McDonald Mariga ametia saini mkataba wa siku 180 kuisakatia US Latina ya Italia inayoshiriki Serie B. Mariga amekuwa bila klabu kwa muda sasa tangu ilipodondoka daraja hadi Serie D, klabu ya Parma ambayo ilifilisika. Na hatimaye wanatenisi mahiri duniani Andy Murray na Roger Federer wamepasua mbarika kuhusu sakata upangaji wa matokeo katika tenisi ya daraja la juu. I think with things like this, and go and speak to the players rather than them reading about it in the newspapers or, you know, on listening to it on the TV or the radio. I think the more proactive you are with educating young players, the better on matters like this. I would like to hear the name, you know, I would love to hear names, you know, and then at least it's concrete stuff and you can actually debate about it. Was it the player? Was it the support team? Who was it? You know, is it now? Was it before? Was it a doubles player? Was it a singles player? Which slam? You know, I mean, it's so all over the place. Ndio tamati ya spoti hiyo. Niite mwana spoti, kuonana hewani ni majali. Ukienda kulala lala unono, na utabiri wa hali ya hewa unafuata sasa. Na mtazamaji, baada ya taarifa hizo za spoti, kukurejesha kwenye swali letu la leo, unachukulia vipi uamuzi wa tume ya ABC kumwondolea hatia seneta wa Bungoma Moses Wetangula? Msanii chipukizi akiwa Nakuru anasema ABC wamefanya poa kutomuondoa Weta. Asto Steve anasema good decision by judges for Senator Weta, that's justice. Yusuf Abubakar Hana anasema nadhani walichofanya ni cha maana. Gedua Wakoine hata hivyo anasema sijaridhishwa na uamuzi wa IBC kwa sababu imekiuka uamuzi wa mahakama kulingana na katiba. David Sige anasema akiwa Chabarara Bomet haki imetendeka pasipo na mapendeleo. Dr. Sharif Ayub anasema ni pongezi tu na tunaiamini sasa. Ruben Emasi anasema ushindi wa Wetani ushindi kwa code. Na Gilbert Anari aka Rumba Boy anasema hata tumeanza kupoteza imani na vitengo vya sheria. Sijui ikiwa uamuzi ulifanywa kwa haki kama inavyostahili. Ni baadhi tu ya maoni yako wakati wa toleo letu la jioni usiku huu wa Jumanne, ikiwa ni tarehe 19 mwezi huu wa Januari. Shukrani kwa kuwa nasi. Kwa niaba ya kikosi kizima, alamsiki.